Suratu Zumar, sura ya makundi. Makundi mbalimbali kama itakavyoonekana katika sura hii. Mwishoni huko, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, itakuja kuelezewa nini maana ya makundi huko mbele. Kwa hivyo ni sura ya makundi. Ziko wasiqa mbili katika sura hii. Mwisho kabisa ukianza na aya ya 72 nafikiri, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, na ya 73 wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Na ndio maana imepata jina la suratu Zumar. Kwa hivyo tutaona huko mbele. Leo tunaanza kama mlivyoongoza aya ya aya ya 35 au 25. Kadhaba alladhina min qablihim, kadhaba alladhina min qablihim. Msafu katumia aya ndogo na ni namba ndogo kweli. Na mimi naanza kuingia uzeeni sasa, na kwa kama vile nalazimisha macho si neno, nimeamua mwenyewe kuchagua msafu huu nipime uwezo wangu, na sasa unanipa majibu. Kadhaba alladhina min qablihim, nimechagua huu ndo huu, usibadilishe. Napima uwezo wangu na majibu ndio haya, kwamba naanza kudhoofika. Lazima ukubali utu uzima. Kadhaba alladhina min qablihim, wamekadhibisha wale ambao waliishi kabla yao, hawa wanaokukadhibisha wewe Muhammad. Kwa maana aya kama hizi zinakuja kumweleza Mtume sallam kwamba upinzani unaopata dhidi ya imani unayoieneza si upinzani mpya wala si upinzani mgeni, ni upinzani wa kawaida kabisa kwa mitume waliotangulia. Kama ilipokuwa tulipeleka mitume kabla yako na walipingwa kabla yako, na kwa tumekuleta wewe mtume na wewe unapingwa. Kwa hivyo ujue kuwa kila penye positive upande wa pili kuna negative, na kila penye negative upande wa pili kuna positive. Sasa ukijidanganya ukadhani kuwa kila unaolisema litaungwa mkono tu kwa sababu ati unaamini kuwa unaolisema ni haki, utakuwa umekosea. Wako watu wamekaa mkao wa kuipinga haki, ndio walivyokaa wao. Wako watu wamekaa mkao wa kupinga ukweli. Kwa hivyo usidhani kwamba kwa kuwa unatetea haki na kwa sababu unasema ukweli hutopingwa. Huo ndio utaratibu, kwamba wako watu wanapinga ukweli, wako watu wanapinga haki. Kwa hivyo wewe sema bila kujali kuwa utapingwa au hupingwi. Tetea hoja yako, watakao kuunga mkono watakuunga mkono, na watakao kupinga watakupinga. Ukifahamu hilo, hupati tabu katika kazi kama hizi wanaozifanya manabii na tunazofanya sisi wengine kwa niaba yao. Kwa maana unajua utasema, wako watakao kuunga mkono, wako watakao kupinga, wako watakao kuona wewe huna lolote, wako watakao kuona wewe una heshima, wako watakao kudharau. Namna hii lazima itatokea. Kwa hivyo anarudishwa nyuma kihistoria, atizame mambo yaliyotokea nyuma huko, au ayakumbuke au afahamishwe, ili aweze kupima kazi yake inavyotakiwa kwenda. Kadhaba alladhina min qablihim, wamekadhibisha wale waliokuwa kabla yao, hao wanaokukadhibisha wewe. Yani wamewaita mitume wao kuwa ni waongo, na wamesema kilichosemwa na mitume wao kuwa ni uongo. Ndio maana kadhaba, wamekadhibisha, wamekiita uongo, wamewaita waongo wale mitume. Kadhaba bitashdidi dhali, wamekadhibisha, wamedai kuwa yanayosemwa na mitume wao ni uongo, na kwamba mitume wao wamesema uongo. Na kwa hivyo wewe kuitwa muongo na kwamba umesema uongo, unachosema ni uongo, si jambo geni hata kidogo katika historia ya watu wanaofanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Kadhaba alladhina min qablihim, wamekadhibisha wale waliokuwa kabla yao. Faatahumul adhabu, ikawafikia adhabu min haithu, kwa namna ambayo la yashuruna, hawahisi, au Kiswahili chengine hawategemei wala hawatarajii kabisa kama adhabu itakuja.
wameshtukiziwa, wameachiwa, wamepuruziwa, wamepewa kamba ndefu, wanakula tu kwenye mbuga, hawajui kwamba kitanzi kiko kwenye shingo. Wakati wote mwenye kamba akivuta wamekwisha. Fatahumul adhabu, basi ikawafikia adhabu, min haithu, kwa namna ambayo la yashuruna, hawahisi, hawatarajii, hawategemei kama adhabu yote wafikia. Wamejisahau kabisa. Na hivi ndio kanuni ya Mwenyezi Mungu inavyofanya kazi. Na Mwenyezi Mungu akitaka kumtia mtu adabu, humsahaulisha kwanza, akasahau kabisa kama kuna adhabu inaweza kanikamata. Inapokuja kumkamata sasa, ni katika hali ya ghafla ya kushtukiza. Hapo ndo anapomfaidi vizuri, ile adhabu inampata sawa sawa. Unajua mtu akijitayarisha kwa adhabu ni tofauti kama hajajitayarisha. Mimi nakumbuka si zamani, kama vile mwalimu anasema kesho tutatizama daftari la mahudhurio. Wale ambao hawajahudhuria bila sababu za msingi watakula bakora. Basi siku ya pili unavaa suruali 2 au 3, unavaa chupi, unavaa bukta, alafu unavaa suruali moja nyepesi, alafu juu unavaa kadeti au jinsi, na shati lako la kubwa hivi. Halafu akiita, haya sogeni, wewe ukai mbele, unakuwa mwisho, kwa sababu la mwanzo anakuwa makini, mwisho anapiga tu wewe tena unajisogeza mtu wa 5 wa 6 hivi, zikipigwa unapiga makelele, kumbe hamna kitu, hazingii, kwa sababu umetayarishwa kupokea adhabu. Lakini kama hujatayarishwa kupokea adhabu, inakupata vizuri. Samina haithu la yashurun, kwa namna ambayo hawahisi, hawatarajii kwamba hapa tutatiwa adabu. Ndio hapo anapowakamata akawatia adabu. Hizi ni kanuni za Mwenyezi Mungu katika uendeshaji mambo. Fa adhaqahumullahu alkhizya, basi akawaonjesha Mwenyezi Mungu udhalili. Akawaonjesha Mwenyezi Mungu udhalili, kudhalilika, manyanyaso, kunyanyasika, kawaonjesha tu. Wameipata, lakini bado uko udhalili mkubwa unakuja. Fadhaqahumullahu, akawaonjesha Mwenyezi Mungu alkhizya, udhalili, kudhalilika, manyanyaso, kunyanyasika. Maana adhabu ni manyanyaso, ni udhalili, kunyanyasika, kudhalilika. Fil hayati dunia, katika maisha haya ya karibu au maisha haya ya dunia. Tumezoea kusema maisha ya dunia, lakini neno dunia manake karibu. Maisha haya ya karibu, kuna maisha ya mbali ya akhera, na kuna maisha ya karibu, ndio haya ya dunia. Katika maisha haya ya dunia au maisha haya ya karibu, akawaonjesha adhabu ya udhalili. Mbele asema wala adhabu la akhirati, na kweli adhabu ya mwisho huko akhera, akbaru, ndio kubwa zaidi kuliko hii adhabu ya udhalili katika haya maisha ya karibu, maisha ya dunia. Wala, na kweli adhabu yola, hapo ni kweli, haivutwi. Wala adhabu, usio kusema wala adhabu, wala adhabu, lamu yake hiyo ina fatha moja tu, haina nasba, haina madai. Wala adhabu la akhirati, na kweli adhabu ya akhira, akbaru, ni kubwa, yani min hadha alkhizyi fil hayati dunya, kuliko huu udhalili katika maisha haya ya dunia. Ule udhalili katika maisha ya dunia ni kitu kidogo sana ukilinganisha na akhira. Kwanza kule kuna kudumu, huku ina mwisho, kule hakuna mwisho. Kule kuna kurudishwa upya, ukiumizwa unatengenezwa upya, unakuwa mbichi umizwe tena. Kama aliposema kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab, kila zikiwiva ngozi zao kwa adhabu ya moto, tunawabadilisha, tunawapa ngozi nyingine mpya kama vile nguo, ili wapate kuionja sawa sawa adhabu. Usipime mambo ya akhera ni zaidi kuliko mambo ya nini,
ya dunia. Si wala adhabu al-akhirati, na kweli adhabu ya akhira akbaru, ni kubwa kuliko hii ya dunia, kuliko huu dhalili unaopata duniani. Lau kanu ya'lamuna, laiti ingekuwa wanajua, laitani ingekuwa wanajua, lau ingekuwa wanajua, kama ingekuwa wanajua wasingeyafanya haya. Jawabu lau mahdhufa, lau kanu ya'lamuna ma fa'alu dhalika, wangekuwa wanajua wasingeyafanya hayo. Kwamba adhabu ya akhera ni kubwa kuliko hii adhabu ya dunia, wasingefanya hao wanafanya. Isi lau kanu ya'lamuna, kama wangekuwa wanajua wasingeyafanya hayo wanayoyafanya. Ainofuata wala qad darabna, na kweli hakika, tuseme ile lam tunaitafsiri kweli, la qad hakika, wala qad na kweli hakika, darabna tumepiga, linasi kwa ajili ya watu, fi hadha alqur'ani, katika hii Qur'ani, min kulli mathalin, katika kila mfano unaohitajika. Mwenyezi Mungu ni mwalimu, anafundisha, na anayefundisha anatoa mifano. Njia nzuri kabisa ya kufahamisha watu ni kuwapa mifano mbalimbali. Mifano kwa kulinganisha mambo, mifano kwa kuchambua jambo moja lenyewe, kwa kulionyesha jinsi linavyofanya kazi katika maudhui nzima inayozungumzwa. So wala qad darabna linnasi, na kweli hakika tumepiga kwa ajili ya watu, fi hadha alqur'ani, katika Qur'ani hii, min kulli mathalin, kila aina mfano unaohitajika kuwafahamisha watu wafahamu, la'allahum yatadhakkarun, ili wao wapate kujikumbusha pale waliposahau. La'allahum, ili wao yatadhakkaruna, wajikumbushe. Tadhakkara yatadhakkaru, maana kana jikumbusha, ili wao wajikumbushe pale waliposahau. Mifano isaidie kuwafanya wao wajikumbushe pale waliposahau. Binadamu kaumbwa na akili. Akili peke yake ikitumika sawa sawa inatosha kumuongoza katika maisha haya ya dunia. Lakini kwa sababu mwanadamu ameumbiwa sahau, mwanadamu ameumbiwa hisia, mwanadamu ameumbiwa matamanio, anaweza akaacha kutumia akili yake kwa kusahau, au kwa hisia fulani kali, au kwa matamanio fulani akayafuata matamanio akaacha kutumia akili. Kwa hivyo imekuja Qur'ani kuwakumbusha watu kwamba warudi kuzitumia vyema akili zao, wasije wakajisahau, wasije wakavutwa zaidi na matamanio. Salahallahum yatadhakkaruna, ili wao wapate kujikumbusha wajibu wao kwa mujibu wa akili zao. Akili inakutaka yule aliyekufadhili umheshimu, ndio akili inapokutaka. Mtu yote, mwalimu anayekusomesha unampa heshima, mzazi aliyekuzaa unampa heshima, bosi wako kazini unampa heshima. Kwa hivyo aliyekufadhili, aliyekuzidi, aliyekuwezesha lazima umpe heshima. Hasa na Mwenyezi Mungu aliyekuumba, akili inakutaka umpe heshima, na heshima Mwenyezi Mungu ni kumwabudu, kumtii, kufuata amri zake. Kwa Qur'ani inakukumbusha tu, lakini akili ilishakwambia. Qur'ani inakupa muongozo tu namna gani umwabudu Mungu, lakini akili ilishakwambia kwamba lazima umnyenyekee huyu aliyekuumba. Kwa hiyo tumepiga kila aina mifano katika Qur'ani ili kuwakumbusha watu wapate kujikumbusha wao wenyewe wajibu wao kwa Mola wao, wajibu wao katika maisha ya dunia, malengo ya maisha ya dunia, na vipi wanajiandaa na maisha baadaye baada ya kufa.